bado fukuto linaendelea. Kiti cha Felix Tshisekedi kama cha moto sana kwenye ukanda huu. Ni yapi kwa uchache ambao kwa sasa anaendelea DRC? Yes, kwanza kuna siasa zetu za maziwa makuu ni kwamba tumeshuhudia kukutana kwa viongozi wawili mahasimu. Kuna kwamba Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC. Na mchakato wa kukutana kwao tunajua kabisa kwamba ulianza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukaunganishwa vivili na SADC kwamba ikatoa hoja kwamba lazima wakaanzisha mchakato wa Angola ambao ulikuwa unaongozwa na rais wa Angola Joao Lourenco tazama. Sasa kuna kikao cha juzi tukashuhudia kwamba Paul Kagame na M23 walisusia ule mkutano. Na hoja ambayo walikuwa wanazijenga ni kwamba kwa sababu ya nchi ya Rwanda kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Na tukashuhudia jana wameweza kukutana viongozi wao kule Qatar katika mashariki ya mbali kule. Na kimsingi ni kwamba imekuwa ni habari kubwa sana kwenye siasa kimataifa kwa sababu viongozi wao wamekuwa wakitupiana maneno, viongozi wao wamekuwa wakijaribu kama kutishia usalama katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo kwa wao kukutana imeenda kutuliza hali katika eneo la maziwa makuu. Na kama unavyojua kwamba M23 imekuwa kikundi ambacho kikitishia usalama katika nchi ya Kongo. Na hiyo inakuja baada ya kiongozi Paul Kagame kuambia nchi ya Rwanda kwamba lazima waweze kufunga mikanda kwa sababu Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Kimataifa, Bunge la Ulaya, nchi za Ubelgiji tumeshuhudia kuweza kuwafukuza wanadiplomasia wake. Lakini vile tukashuhudia Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya Rwanda. Kwa ni kwamba Paul Kagame amemwambia wananchi wake kwamba waweze kufunga mikanda kwa sababu sasa hivi wanapitia katika hivyo tunasema vikwazo vya kiuchumi. Na kimsingi ni kwamba vikwazo vya kiuchumi wazungu wanaita sanction, ni kwamba imekuwa ni njia kujaribu kuwashindikiza yale makundi mahasimu waweze kukaa kwenye meza mazungumzo ili waweze kufikia hitimisho. Lakini habari njema ni kwamba kikao cha Qatar tumeshuhudia kwamba wameweza kukubaliana kusitisha mapigano bila masharti yoyote. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa nini Qatar? Qatar imekuwa ni nchi ambayo tunasema imekuwa ni msuluhishi wa changamoto za ulimwengu, na kwamba zile global order, matatizo ya kiulimwengu. Kwa mfano kama nakumbuka mwaka jana waliweza kuwakutanisha nchi ya Marekani, kikundi cha Hamas kule Palestina, viongozi wa Israeli kuweza kukutana kisha kwamba wanaweza kupelekea ceasefire katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nchi ya Qatar imekuwa ni nchi ambayo ina historia kubwa ya kidiplomasia katika usuluhishi wa mizozo. Na kisa ni kwamba tunapozungumzia usuluhishi wa mizozo kwenye diplomasia tuna njia kama 5. Njia ya kwanza tunaita ni negotiation, ambayo watu wawili wanakuwa wanakaa kuzungumza. Njia ya pili tunaita sasa ni mediation. Mediation yake ni usuluhishi. Sasa hapa tunakuwa tunamhusisha mtu wa tatu. Kwa mfano anateuliwa kwa mfano rais wa Angola. Anateuliwa kwa mfano kiongozi wa Qatar. Kwa mfano tunaona kwa mfano kule eneo la Ulaya Mashariki, Urusi na Ukraine, anateuliwa kwa mfano Trump anajaribu kuwa kama mediator. Kwa hiyo mediation process imekuwa ni mchakato wa kuweza kupelekea usuluhishi. Sasa kuna diplomasia ya kimataifa, kuna kitu kinaitwa ICJ ambayo tunasema ni mahakama ya haki ya kimataifa, na tuna ICC, mahakama ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini hatua mwisho zaidi tunasema ni hatua ya kutangaza vita, ambayo Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya SADC imekuwa ikiona sio njema sana kuweza kutumia matumizi ya nguvu dhidi ya vikosi vya M23 na dhidi ya mzozo wa maziwa makuu. Ndio maana utaona kabisa kwamba vikosi vingi vya SADC vimeamua kuondoka katika eneo la mashariki mwa Kongo ili waweze kupata hali au nia kuweza kufanya mazungumzo. Kwa hiyo kikao cha juzi na jana cha viongozi wawili kwa kwamba Paul Kagame na Tshisekedi kimeweza kutuliza hali ya eneo la mashariki mwa Kongo, maana kwamba eneo la Bukavu na eneo la Kivu Mashariki. Yes. Lakini haya yote yanaendelea kipindi ambacho pia Paul Kagame kwa siku hizi amekuwa na mvutano mkubwa sana na Ubelgiji. Of course. Wamekuwa na mzozo mkubwa. Wamefukuzwa na diplomasia wao. Inamweka kwenye nafasi gani? Watu wengi wanauliza sijui neno zuri, kiburi. Yes. cha Paul kwenye kwa tunishia misuli kubwa kama Ubelgiji. Kiatafsiri nini?
Yes, kwanza kinachotafsiri ni kwamba inaonyesha kwamba ni uhusiano mbaya zaidi wa kidiplomasia. Na hiyo vivyo inaonyesha kwamba nchi nyingi za kimataifa zimekuwa haziungi mkono na harakati za Paul Kagame kuweza kukitumia kikundi cha M23 kuweza kutimiza malengo yake katika eneo la mashariki mwa Kongo, kwa sababu jumuiya za kimataifa, Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, Umoja wa Mataifa unasema wazi kabisa kwamba kikundi cha M23 kimekuwa kinakuwa kina nguvu nyuma ya serikali ya Kigali. Kwa ni kwamba wengi sasa wameamua kutumia vikwazo vya kiuchumi kama walivyofanya Marekani na bunge la Ulaya dhidi ya nchi ya Rwanda. Kwa ni kwamba imemweka katika wakati mgumu zaidi, kwa sababu vikwazo vya kiuchumi kisa visikii tu kwa mwenzako, kwa sababu vinaweza vikafanywa vikaweza kupelekea mtikisiko wa kiuchumi katika nchi yako. Na vikwazo vya kiuchumi tunazungumzia hoja tatu za msingi. Cha kwanza tunasema ni kuna boycott, wanakususia bidhaa zako, wanaweza wakakutenga na jumuiya ya kimataifa, lakini vile wanaweza wakaondoa mitaji yao na uwekezaji wao katika nchi yao. Of course tunaita divestment. Lakini vile tunasema kuna hiyo sanction kwamba vikwazo vya kiuchumi au diplomasia. Kwa hiyo sasa jumuiya ya Ulaya, nchi ya Marekani, Ubelgiji vinamshinikiza Paul Kagame kuweza kukaa kwenye meza mazungumzo kuweza kumaliza sintofahamu katika eneo mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo yeye baada ya hatua hizo zote za nchi kubwa ameamua kuambia wananchi kwamba waweze kufunga mikanda. Lakini vile tunaona kwamba vikwazo hivi vimeweza kulipa. Ameweza kukutana mwenzake kule mashariki ya mbali Qatar kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kufikia katika amani ya Kongo. Lakini tukiachana siasa hizi za DRC, Ulaya pia kunaendelea kupamba moto. Ulaya kunaendelea kupamba moto na tunapozungumzia Ulaya kisa hatuwezi kuzungumzia ushawishi wa Marekani na sera mpya za Trump. Trump kama unavyojua tangu ameingia madarakani amekuwa ni kiongozi